Jaji Mkuu Martha Koome amekiri kwamba mahakama itashughulikia mahitaji ya eneo hilo. Jaji mkuu alieleza kuwa kupanua ufikiaji wa haki kote nchini unahitaji ushirikiano sawia, haswa ikizingatiwa vikwazo vya bajeti ambavyo idara ya mahakama inakabiliwa navyo. Amesema ushirikiano huo ni onyesho la kanuni zilizoainishwa katika mwongozo wa kitaasisi wa mahakama, mabadiliko ya kijamii kupitia upatikanaji wa haki. Ushirikiano kama huo, Martha Koome ameeleza kwamba ulikuwa muhimu haswa katika kaunti kubwa ya Narok, ikizingatiwa kuwa Kilgoris iko takribani kilomita 177 kutoka mji wa Narok, ambayo imewalazimu washtakiwa kuvumilia safari ndefu za gharama kubwa wakitafuta huduma za mahakama. Msimamizi wa mtihani anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Marsabit kwa tuhuma za kumiliki nakala za karatasi za mtihani wa kitaifa wa KCSE humu nchini. Kamanda wa polisi kaunti ya Marsabit, Leonard Kimayo, amethibitisha kwamba msako huo ulitokea mwendo wa saa 10 alfajiri hiyo jana. Kimayo amesema maafisa wa baraza la kitaifa la mitihani walimkamata mshukiwa huyo baada ya kugundua nakala 8 za karatasi za mtihani wa fasihi ya Kiswahili mikononi mwake. Mamlaka zinafanya uchunguzi wa ziada kubaini wigo wa ukwaji huo, huku NEC ikisisitiza kujitolea kwake kudumisha uadilifu wa mchakato wa mitihani ya kitaifa. Na kwingineko, msikilizaji, ni kwamba maafisa wa upelelezi wa kaunti ndogo ya Bunyala, kaunti ya Busia, wanawasaka washukiwa wawili wanaohusishwa na dhuluma dhidi ya mtoto mdogo. Watuhumiwa hao waliofahamika kwa majina ya Edwin Ogola na Dennis Sabu walinaswa kwa kamera wakimshambulia mtoto huyo huko Musoma. Maafisa wa watoto walifichua katika kituo cha polisi cha Port Victoria kwamba kisa hicho kilitokea Agosti mwaka 2024. Katika picha hiyo, Ogola, mjomba wa mtoto huyo, anaonekana akimtunza mtoto huku babake akirekodi unyanyasaji huo bila kusita. Na katika rubaa za kimataifa, msikilizaji, rais mteule wa Marekani Donald Trump amemteua Mike Waltz kuwa mshauri wake wa masuala ya usalama wa taifa. Vyanzo viwili vinavyofahamika na serikali ya Marekani vimesema swala hilo na kuliambia shirika la habari la Associated Press kwamba Trump anajaribu kujiandaa kuchukua mamlaka mwakani. Waltz, mfuasi wa kindakindaki wa Trump, amekuwa mkosoaji mkubwa wa shughuli za China katika